Mtazamaji wa Sat Media, tunakukaribisha sana katika majadiliano, lakini leo tupo katika ofisi za bodi ya ithibati ya waandishi wa habari. Naitwa Belinda Semtandi, niko na kameramani wangu Emmanuel Paul, tuko hapa na zaidi, kama utatambua, hivi karibuni tu bodi ya ithibati ya waandishi wa habari walitangaza waandishi wote kujisajili katika mfumo ili tuweze kueleweka nani ni nani, na elimu imesisitizwa kuanzia diploma. Niko nao humu ndani Bwana Mawazo Kibamba, yeye ni afisa habari wa bodi hii, na pia Rehema Mpagama, yeye ni wakili wa serikali pia katika bodi hii ya ithibati ya waandishi wa habari. Tuko hapa tunaangalia jinsi ya kuingia kwenye mfumo na kujisajili, vigezo vilivyowekwa na mwenendo wote wa mfumo utatuwezesha, maana tumepewa mwezi mmoja tu. Kwa hiyo niko nao hapa. Karibuni sana. Na sisi, huu ni mwaka wa mafanikio unaitwa, so mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa mafanikio. Kwa hiyo Bi Rehema Mpagama, wakili wa bodi ya ithibati, kwanza dokezo kwa kidogo tu kwamba tunaposema bodi ya ithibati ya waandishi wa habari kwa kifupi ni nini, alafu mfumo huu pia ni nini pia tuelewe. Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ni bodi ambayo imeanzishwa chini ya kifungu cha sheria cha 11 cha sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016. Ni bodi ambayo imeanzishwa kwa majukumu ya kusimamia masuala yote yanayohusiana na waandishi wa habari. Hususani, moja ya jukumu lake pia ni kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanapata ithibati na vitambulisho. Kwa nini iwe hivyo? Ni kwa sababu waandishi wa habari mara nyingi hawakuwa hawajulikani, yani orodha yao haijulikani, watu wote ambao wanapata ithibati, sifa zao, ni mtu gani anatakiwa afanye kazi za waandishi wa habari. Kwa hivyo kuja kwa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, lengo ni kuweza kupata waandishi wote wa habari wenye sifa maalum kama zinavyotakikana na sheria. Lakini pia kwa muktadha wa mfumo, kama nilivyosema, moja la jukumu la bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ni kutunza orodha ya waandishi wa habari wenye ithibati. Kwa hiyo kupitia mfumo huu tutaweza kupata orodha yote ya waandishi ambao wamekidhi vigezo, wenye sifa za kufanya kazi za waandishi wa habari. Okay. Kwetu sisi ni waandishi wa habari, na wewe umekuwa mwandishi wa habari. Unafikiri kule ndani waandishi tunapaswa kuwa na vitu gani hasa vya kuviweka kwenye mfumo ambako ndo sasa tutatambulika kweli kweli? Vitu vya kuwa navyo, kabla sijasema hivyo vitu, labda nianze na mfumo wenyewe kwanza. Okay. Ninaweza nikatumia maneno rahisi tu kwamba mfumo uliotengenezwa wa bodi ya ithibati waandishi wa habari ni mfumo rafiki sana. Na nasema hivi kwa sababu nimewahi kuingia kwenye mifumo mbalimbali ya vyuo. Ukiwa unaomba, unataka kwenda chuo na nini, ni mfumo unaofanana na hivyo. Lakini huwa kwetu nimeona hata mtu akielekezwa kidogo tu, anakifuata ule utaratibu, basi anakwenda moja kwa moja. Kwa hiyo ni mfumo rafiki, ni mwepesi. Hata ndugu yangu hapa, ukielekezwa leo, sasa leo unaenda kuwa mwalimu wa wengine. Okay. Nafikiri hivyo. Okay. Na niende moja kwa moja kwenye vitu gani? Vitu ambavyo kutakiwa kujiandaa ni kwanza kujiandaa kisaikolojia kwamba unafanya maombi kwenye mfumo ambao ni rafiki kabisa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, unapoanza tayari kuingia kwenye mfumo wenyewe, basi unatakiwa uwe umetengeneza tunaita account akaunti ya mtandaoni ambayo ni mpya, binafsi ambayo ni mpya, ili uweze kupata na nywila yake mpya. Hizi zitakusaidia, kuna sehemu zitahitajika wakati wa kuanza kujisajili. Lakini baada ya hapo utaingia kwenye kipengele cha pili. Sasa utapewa, ukishaingia kwenye kipengele cha pili ukaingiza zile taarifa, utapewa, kuna kitu kitaalamu wanaita OTP. Yani utapewa namba maalum ambazo utaelekezwa kwa kwenda kuzijaza. Ukijaza hizo namba, utakuwa ule ni utambulisho wa kwamba taarifa zako ulizoingiza mfumo umepokea.
Sasa namba zile ukijaza zitakupeleka kwenye email yako au akaunti yako ya email ambayo umeijaza pale. Hatimaye watakupa ujumbe, mfumo utakupatia ujumbe wa kwamba nenda kahuishe, yani kuactivate. Kaactivate ujumbe ulioko kwenye dirisha lako la email. Ukishafanya activation, mfumo utakurudisha tena kwamba sasa endelea na maombi. Ukiendelea na maombi sasa utakuja kwenye ukurasa ambao utakuwa na sehemu mbili tu za kujaza. Kuna sehemu imeandikwa jina la mtumiaji, mbele yake kuna kibahasha. Hapo kwenye jina la mtumiaji mbele yake kuna kibahasha, wengi wanaweka labda jina la ndugu yangu hapa. Emmanuel Paul. Mfumo utakukatalia. Okay. Bahasha pale mbele inakwambia ni akaunti ya email. Chini yake kuna nywila. Nywila utakayojaza hapa inatakiwa iwe imara kidogo. Isiwe tu John Bakari. Hapana, itakukatalia. Inahitaji iwe angalau imara kidogo. Umechanganya na namba kidogo, alafu umechanganya na herufi kubwa kidogo. Hapo mfumo utakukubalia. Lakini pia nywila itakayotumika hapa ni nywila ya email uliyotoka kule kwenye kuactivate. Ndio itumike hapa kwenye vyumba hivi viwili. Email, account ya email pamoja na nywila yake pale chini. Baada ya hapo utakuwa umeshamaliza sehemu hiyo ambayo watu wanasema ni ngumu, utakuwa umemaliza. Mfumo utakupeleka hatua ya 3 ambapo utaenda kujaza taarifa zako na kuanza kuingiza taarifa za historia yako ya kazi, taarifa za vyeti vyako vya kitaaluma na kuwasilisha au wenzetu lugha ya kigeni wanaita kusubmit. Baada hapo utakuwa umefikia hatima yake. Lakini mimi nisisitize jambo moja. Kwenye uombaji huu tunasisitiza sana kwamba picha inayotakiwa hapa sio picha ambayo tumepiga kwenye matukio ya tafrija au wapi au sehemu mbalimbali. Hapana. Ni picha ndogo tunaita passport, ambayo mara nyingi tunapata sura yenye masikio yote mawili, lakini pia inaweza ikaishia kwenye mabega. Hiyo ndio picha ambayo tunategemea itakuwa pale. Kwa ukubwa huo, mfumo utaweza kuchukua na kuweza kufitisha pale kwenye nafasi ya kitambulisho. Sasa kama mimi nitakuwa nimeweka picha yangu nimekaa sebleni, mwili mzima umeonekana, haitatosha pale kwenye nafasi. Kwa hiyo mfumo utachagua sehemu gani uchukue. Unaweza kuchukua bega, unaweza kuchukua chochote kile au kifua peke yake. Kwa hiyo itakuwa kitambulisho chako kimeharibika. Aha. Sasa kwenye akaunti mpya ni akaunti gani ambayo unafungua? Yaani let's say kama mimi nina Gmail tayari account. Je, ninaweza kuitumia hapa ama naifungua upya? Yaani hapo ndo kulikuwa kuna maswali mengi zaidi na mimi ndo nawasilisha hivyo maswali nikiwa mmoja hapo pia. Asante. Kiuhalisia hatusemi unafungua account. Ila mfumo wenyewe unapoanza kujisajili unakulazimisha kufungua account ambayo hujawahi kuwa nayo. Kwa hiyo ni nyingine ndio hatua ya kwanza kabisa. Mfumo hautambui kama wewe tayari una email yako. Kwa hiyo utakapoingia tu pale kujisajili, kitufe cha kujisajili, unakutaka wewe utengeneze account. Okay. Ambapo utaweka nywila, itasema thibitisha nywila. Maana yake umetengeneza account mpya. Sasa hizi zitatumika mara moja tu, baadaye utarudi kwenye account yako ya zamani. Ndiko utatumiwa zile taarifa zako. Na pia kuna hii nywila na password ni kwamba nazo ni mpya kama vile email ilivyokuwa mpya. Yaani najaribu hapa kuweka ni kati ya maswali ambayo yanasumbua huko. Kwamba mimi na email yangu ya Gmail na password yangu. Kwa sababu ninatakiwa kuwa na email nyingine mpya. Kwa hiyo na nywila nayo ni mpya ama tunafanyaje? Wakati unatengeneza akaunti mpya, hata hiyo nywila itakuwa mpya. Okay. Navyo hivyo vitatumika wakati inatumika ile akaunti mpya na nywila itatumika mpya. Lakini baadaye itatumika akaunti ya zamani na nywila ya zamani. Ya zamani. Aha. Basi ndio maana wanakupeleka kwenye kuactivate ili kuhuanisha kufanya uwiano kati ya akaunti yako ya zamani ina majina kamili na hii uliyofungua sasa. Je, ni wewe?
Aha, kumbe ni masuala ya verification. Asante. Tunapokuja sasa kwa mtu ikitokea ameweka taarifa ndivyo sivyo wakati anajisajili, pale ni hatua gani nyinyi kama bodi mnazichukua? Asante. Bodi kama nilivyosema ni moja jukumu lake hilo. Hatua inayotakiwa kufanyika, bodi inapitia maombi husika kwa kuchakata, kwa kuangalia taarifa zilizowasilishwa, mojawapo pia ikiwepo pamoja na nyaraka zilizowasilishwa na kwenye mfumo, kwa sababu pia lengo ni kama kuhakikisha kama mtu ametimiza vigezo hawezi kupata ile press card. Kama alivyosema msemaji mwenzangu hapa, kwenye vigezo, mfano sheria inataka mtu awasilishe barua labda ya mwajiri wake au kule anapopeleka taarifa zake ama kazi zake ama chombo anachofanyia kazi. Barua ya utambulisho inatakiwa iwepo, iambatishwe, lakini pia inatakiwa mwombaji aweze kuambatisha nakala cheti kilichothibitishwa na mawakili au chuo alichosoma, nakala ya cheti cha diploma au cha degree inayohusiana na masuala ya journalism au degree yoyote ambayo inaendana na masuala yanayohusiana na uandishi wa habari. Kwa hivyo bodi ina kazi na jukumu la kuhakikisha kweli, je, hayo matakwa ya kisheria yanatekelezwa? Passport inayotakiwa ndio hiyo passport ambayo inatakiwa itaweza kudipiti kwenye mfumo wa kitambulisho. Kwa hiyo jukumu moja hapo ikishajiridhisha, ikiona kuna baadhi ya maombi kuna wengine yanarudishwa ili mtu aweze kuboresha taarifa zake, au nakuta mtu ameambatisha cheti hajaweka barua kutoka kwa mwajiri wake, basi anarudishiwa maombi ili yule mwombaji aweze kuambatisha barua yake. Na pia kuna mwingine unakuta labda hajaweka cheti, amesahau, hatujui amesahau au ni kutokuelewa, anarudishiwa ili aweze kuweka cheti chake. Lakini kwa upande wa mtu ambaye ameambatisha anajua hana sifa, basi bodi pia ina namna yake kufanya maamuzi yake kwa huyo mwombaji. Aha, na kwa mtu ambaye amewasilisha vyeti, mfumo umemkubali, lakini kumbe vile vyeti ni feki. Ila mfumo ulionyesha kweli cheti kimeonyesha cha chuo fulani nini, lakini mlivyochakata mkaona huyu mtu hiki cheti amefoji. Mnamchukulia hatua gani kama bodi? Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, moja ya jukumu lake pia ni kuwa na mahusiano na taasisi nyingine ama mamlaka nyingine zilizoko nchini na zilizo nje ya nchi. Kwa moja hapo ikibaini kwamba watu wamewasilisha vyeti ambavyo sio sahihi, ambavyo ni vya kugushi, nchi yetu iko chini ya sheria, inafuata sheria, imeshaandaa baadhi ya sheria. Kwa hiyo ni mamlaka nyingine zitawasilishwa kuhusiana na hizo tuhuma au hiyo hali ya huyo mtu, basi hatua nyingine za kisheria zitaendelea. Okay. Tamchukulia na kama kumpeleka polisi. Tuifafanue hiyo. Si ndio? Mamlaka ndio maana nimetumia neno mamlaka. Ukiweka mamlaka hivi sisi maisha yetu magumu huko nje tunaweza tusielewe. Yaani kwamba nyingine nikimaanisha kwamba polisi ambao wana jukumu la kuchunguza kwamba hiki cheti ni halali ama sio halali. Na yeye ataenda kutoa sababu kwa nini aliwasilisha cheti fake. Yes. Asante sana na kushukuru. Na mtazamaji, bado tuko katika majadiliano haya na zaidi tukiangalia jinsi ya kuingia katika mfumo wa kujisajili waandishi wa habari katika bodi ya ithibati tuweze kujulikana. Niko na Mawazo Kibamba na Rema Mpagama, hao wote ni watumishi katika bodi hii. Nikija kwako Mawazo, kwetu sisi waandishi kuna vile vyeti ambavyo vyeti tunasema vya kitaaluma, alafu tunapita seminar, alafu je ni CV pia tunataka kuambatanisha, yani sawa vimetajwa vitu vya kuweka, lakini tuwe wazi ni vitu gani hasa vya msingi. Je, kama mimi CV yangu ni ndefu, je nitaambatanisha madude yote au nifanyeje, au vitu gani muhimu? Asante.
Nashukuru sana. Nashukuru. Swala zima la vitu vya kuambatisha, mfumo wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari hautegemei kabisa mtu kutuma CV yake. Yaani taarifa zake binafsi tunazoziomba mle kwenye mfumo unategemea ajibu kila anachoulizwa. Kwa mfano, mfumo umeuliza nafasi yako. Nafasi kwenye yako chombo wewe changu. kwenye chombo chako ni nani? Utaandika pale mhariri. Unatoka kwenye chumba hicho tayari unahamia chumba kingine. Chumba kingine wamekuuliza chombo gani? Jina la chombo. Unaandika jina la chombo chako. Baada ya hapo unasema mfumo utakuuliza kutoka mwaka gani mpaka mwaka gani, au tarehe ya kuanza na tarehe ya kumaliza. Ni rahisi kabisa. Unaeleza kutoka tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2021 mpaka mwaka 2025. Unatoka hapo unamwambia nafasi yako ya sasa. Mwishoni kabisa utasema kama ni mhariri unarudia kuandika mhariri. Unashuka chini. Kama CV yako imeishia hapo, basi huna haja ya kuandika ukurasa mrefu. Kuatacha madude mengi. Na vyeti hasa mnavyovihitaji. Vile tumeenda labda mafunzo hapa bodi ya ithibati, mmetoa cheti. Je, hicho nakiandika au inakuwaje aina hiyo ya vyeti? Mtangazaji, nilikuwa nakuja kwako kwamba swala la vyeti, cheti cha kitaaluma unachotegemea hapa ni cheti cha diploma, kuanzia diploma. Mwanasheria ameeleza hapa kwamba kuanzia cheti cha diploma, sheria inaagiza, wala si mimi wala sio mwanasheria, ni kusimamia utekelezaji wa sheria. Inaagiza tufanye kitu gani. Sasa kuanzia cheti cha diploma ya taaluma ya uandishi wa habari. Sasa mtu akiwa na cheti cha degree unakuta anapiga simu anauliza, mimi mwenye cheti cha degree ya uandishi wa habari, je, niweke? Jibu ni ndio, kwa sababu huyo sasa na diploma 2 unapata degree 1. Sasa na kuendelea, hata PhD weka cheti chako. Lakini kiwe tu cheti cha uandishi wa habari, au kwa mujibu wa sheria inasema au taaluma nyingine yoyote inayofanana na hiyo. Kwa mfano, utakuta ukiwa chuoni pale ulikuwa unaona kuna wenzetu wanasoma mahusiano, si ndio? Wale wanasoma journalism, lakini sio kozi zote, sio vipengele vyote. Wanaongeza na vipengele vingine. Angalau wamegusa uandishi wa habari. Lengo hapa ni nini? Miko ya uandishi wa habari ijulikane. Ethics. Unaandika nini? Unamwandikia nani? Akasome nini? Aelewe nini? Kwa malengo yako gani? Vinatoka vifuatu. Hiyo ni sheria imeagiza ili. Sasa huu ni utekelezaji tu wa sheria ambayo imeandikwa miaka karibu mingapi? Karibu 8-9 iliyopita. Utekelezaji wake sasa ndio umeanza kidogo. Inaonekana kama kuna shida hivi kidogo, lakini tutazoea. Kwa sababu huko wiki 2-3 nilikuwa najiuliza sehemu moja, nilikuwa naongea na mtu mmoja kwamba mbona taaluma zingine hizi zilianza siku nyingi kabisa, kwamba kuna hiki kinafuatwa, kuna hiki kinafuatwa. Wenzetu unakuta hata ile kuwa tuna kipaji cha kuchoma sindano huwezi kuruhusiwa. Mtangazaji, huwezi kuruhusiwa wewe ukawa na kipaji cha kuchoma sindano, au ukawa na kipaji cha tuseme nini, kwa kuchonga kama kitu cha kutetea mtu mahakamani. Ni kipaji tu cha kutetea mtu mahakamani, huwezi kuruhusiwa. So misingi ile na miko ya sekta ile hauna. Utakosea, utafika utamsalimia mheshimiwa, utamsalimia shikamoo. Alafu utaishia pale. Asante sana. Asante sana. Hapo nimepata, lakini pia nikirudi tena kwenye vyeti umefafanua vizuri. Kwa maana hiyo haitakiwi mlolongo wa vyeti vingi tu viwe vya kitaaluma. Yaani mambo yasiwe mengi. Kabisa. Hapo ndo tulipokuwa sisi tunapata shida. Kabisa. Lakini lingine kabla nisijahama. Nisije nikasahau, watu wanaoomba categories au makundi ya waandishi wa habari wanaoomba ithibati kwa ajili ya kupata kitambulisho cha mwandishi wa habari. Tunawashukuru sana wahariri na waandishi wa habari. Mwandishi kama mwandishi anayeshika peni. Tunawashukuru sana.
hayo makundi mawili ndo kwa asilimia kubwa ndo waliojitokeza mpaka sasa hivi. Hatuwaoni watengenezaji wa vipindi wa kielektroniki, hatuwaoni wapiga picha. Mbona unamtazama Ima tena? Hapana, mimi nasema tu hatuwaoni wapiga picha. Kuna makundi kama vile sio kama yamesahaulika, yamejisahau hivi. Tunawakaribisha waendelee kuomba kujisajili na kuomba ithibati ya kupata kitambulisho. Barua walizoattach hao waandishi umeziona zina mrengo upi? Kwa sababu inawezekana ikawa ni changamoto ipo katika kupata barua ya mwajiri, au wengine ni freelancer, umeelewa? Yani jeshi la mtu mmoja. Sasa ukiweka kama tuna hapo ikiwa mtu mimi freelancer, mimi mimi mwenyewe najua, maana leo napeleka ITV, maana leo napeleka Sati Media, maana leo napeleka Mwananchi, akiwa mwandishi wa hivyo, inawezekana hiyo ndio ikawa imembana. Hebu tufafanulie mtu kama anasaidiwaje? Asante sana. Mtu wa namna hiyo tena tunamkaribisha wewe wa kwanza. Unajua wewe ana nafasi kubwa kuliko yule ambaye yuko chumba cha habari. Kwa sababu gani? Kama mimi naleta taarifa zangu kwako, naleta habari zangu kwako, naleta makala kwako. Nikija kuomba unitambulishe ili niendelee kukuletea taarifa wewe, utanipa utambulisho. Ila utaeleza tu sio mwajiri wangu, ila ni freelancer wangu. Kwa ni hata kama anapeleka vyombo vinne achague chombo kimoja tu. Inawezekana hapo ndo penye shida. Unajua hapo ndo inawezekana penye shida. Ndio maana umeona watu wamestaki kidogo sasa tunaulizana huko mitandaoni, sisi tukaona bora tupate ufafanuzi kama huu. Kuna mtu mmoja alisema samahani, kuna mtu mmoja alisema yeye ana chombo chake mwenyewe. Ana online media. Sasa ataandikiwa na nani hiyo barua? Nakumbuka mwenzangu mmoja akamuuliza swali. Ilikuwa rahisi tu, ilikuwa namna katika harakati za kumsaidia. Akamuuliza swali, ina maana wewe ndo mwandishi, wewe ndo mpiga picha, wewe ndo kila kitu, wewe mhariri? Akasema hapana, na wenzangu wawili. Akasema basi hiyo ni timu tayari. Kuna mmoja hapo ni kiongozi kati yenu, aandike barua. Asaini kwa ajili ya wengine hao wawili, na yeye mwenyewe sasa atumie kufanya kwa niaba yake. Kwa niaba yake yeye mwingine amsainie. Ni rahisi. Kumbe ndo. Yaani hapo ndoko nje hali kama hiyo uliozungumza hapa mwisho ndio kubwa zaidi kuliko hata waliokuwa kwenye hiyo ajira. Hao wengine inawezekana wanaendelea na michakato, na wengine labda tunasubiri deadline. Na tukirudi kwenye deadline, hebu nirudi kwa nini deadline imekuwa ndogo sana? Yaani tarehe 22 nakumbuka Mei mpaka 21 Juni. Yaani hiyo siwezi sahau kwa sababu niliona ni fupi sana. Ndani ya mwezi mmoja, alafu kuna maswali kama tunayauliza mengi. Kwa nini tusingeachiwa kidogo ili tusome, tuulize, tupate ufafanuzi? Asante. Kusema kwamba muda ni mchache, kweli muda sio mchache. Kwa nini? Kwa sababu kabla mfumo hujaanza kufanyika, iliitwa press conference na waandishi waliweza kupata fursa ya kujibu maswali yao, kupata taarifa kwa ufupi, lakini pia bodi ilitoa vipeperushi, mfano ilitoa vipeperushi kama hivi ambavyo vyote vinatoa majibu ya namna ya kuingia kwenye mfumo, mahitaji yote ambayo yanahitajika mtu aweze kuingia kwenye mfumo, watu gani wa kuweza kuomba ithibati. Lakini pia kama tu haitoshi, bodi iliweza kusambaza video ambayo inatoa maelekezo ya namna ya kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo tunaamini na mfumo uko rafiki sana, na mpaka sasa hivi wako baadhi ya watu ambao wameshafanikiwa kuweza kufanya maombi, kuwasilisha maombi yao. Kwa hiyo nadhani ni kujitoa tu, kwa sababu mfumo ukiwa na mahitaji yote muhimu, mfumo hata ndani ya dakika 10 unakuwa umeshamaliza. Ili mradi tu ulikuwa umeshaandaa mahitaji yako yote yanayotakikana kama yalivyotangazwa, kupitia vipeperushi mbalimbali, video, basi mtu ndani ya dakika 10 anamaliza kujaza kuwasilisha maombi yake. Na katika hapo kuna swala la hela kidogo, niliwasikia watu jamani, mbona 50,000 tuzo ya 30,000 jamani, imekuwaje kuna ongezeko hili? Faida yake ni nini? Asante. Kwanza
Kuhusiana na swala la ada, hili swala la ada sio kwamba kumekuwa na ongezeko. Ada hii imepunguzwa. Imepunguzwa, ukiangalia awali ada ilikuwa ni 100,000. Lakini kupitia maboresho yaliyofanyika ya kanuni hii mwaka 2024, ada imetoka kwenye 100,000 imekuja kuwa kwa waandishi wa ndani 50,000. Na 50,000 hii ni takribani inakaa kwa miaka 2. Tunatarajia press card mwandishi atakayoipata itadumu kwa muda wa miaka 2. Sasa ni mwandishi chukua 50,000 kwa miaka 2. Basi hapo imepungua kiukweli. Maana ile ilikuwa 30 kwa mwaka, si ndio? Imepungua sana. Kwa hiyo ukizingatia hilo, nadhani ni nia tu ya mtu mwenyewe. Lakini pia mimi napenda kuwaasa waandishi au waombaji wanaotarajia kuomba press card. Yaani kila mtu, unajua mfumo umekuja kukutambua mtu binafsi. Kama wewe ni mwandishi binafsi. Wewe ukiwa mwandishi, mimi nadhani kujikita mtu ajaze mfumo wake, asisikize maneno ya vikundi vingine. Yamkini mtu mwingine anakukatisha tamaa, labda hajakidhi sifa na vigezo. Kwa hiyo wanasema nakwambia changanya na zako. Kwa hiyo nashauri waandishi wote ambaye ana nia ya kufanya maombi afanye maombi. Mradi tu awe na mahitaji muhimu including hiyo ada. Na mfumo jinsi ulivyokuwa rafiki. Mtu anaweza akafanya maombi, kuna watu wamefanya maombi na mtu alikuwa hana ada kwa wakati huo, lakini baadaye anapata ada, analipa, mfumo anatambua. Ndio. Kwa hiyo ile kwamba unajua kuna wengine pia hicho kisehemu bora umekitolea ufafanuzi. Tulikuwa tunadhania lazima uwe na hela kwenye simu, alafu wakati unajaza inawezekana watu wanajikusanya jamani. Msione kwamba ngoja nijikusanye wakati najaza niwe na kitita tayari kwenye simu yangu hapo maana tu huko kuna story nishasikia unatakiwa hapo wakati unajaza utapewa control number. Umeona? Kwa hiyo inatakiwa uwe na hela kwenye simu. Bora umetolea ufafanuzi. Kumbe sio lazima kwa wakati ule, lakini inakupa muda. Na ni muda gani? Mfumo umetoa takribani kama siku 7 ama siku 14. Control number ile. Control number ina maisha yake ya kuishi ile. Okay. Kwa hiyo mtu anaweza akaanza kujaza. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba mtu anayesema mpaka uwe na hela sio kweli. Huyo sio muombaji. Muombaji anaweza akaomba. Wapo walioanza kuomba wamejaza. Alafu inabakia tu kulipa. Inabakia tu na control number inakuwa ameshazalisha pale anaipata. Anabakia tu na kipengele cha kumalizia kulipa ada. Control number pale atakapopata fedha analipa, basi anakuwa amekamilisha maombi yake. Na akilipa hakuna haja ya kuattach popote au inakuwa automatic tu? Hapana, inakuwa tu mfumo unatambua mtu amelipa. Okay, asante sana. Kuna usajili nimeuona ambao mtu yuko chuoni. Tunajua akitoka chuoni itabidi aende sehemu kwenye taasisi mbalimbali kufanya kazi za mafunzo. Hawa nao nimeona kama nao wanatakiwa kujisajili. Huyu mwanafunzi anayekwenda kufanya mazoezi kwa vitendo atajisajili kama wanavyojisajili wengine, lakini ana nafasi yake ya pekee ya mwanafunzi kwa sababu yeye hajafikia kuwa professional. Na ada yake yeye iko pungufu kidogo, kutoka 50,000 yeye atalipia 20,000. Nao ni kwa miaka 2. Hapana. Muda sasa ndio unakuja kwenye muda unategemeana. Muda unategemeana na chuo anachokisoma. Chuo anachosoma huwa kinaleta barua ya utambulisho. Wewe ukijisajili kwenye mfumo utaleta barua ya mwajiri. Lakini yeye ataleta barua ya chuo inayomuombea nafasi ya field, nafasi ya kufanya mazoezi kwa vitendo pale. Ile barua ina ukomo. Imeeleza kabisa atafanya mafunzo kwa vitendo kwa muda wa miezi 2 au 3. Kila chuo inatofautiana. Wengine wanabanwa kabisa mwezi mmoja. Lakini sasa ada imepangwa bila kujali nani atafanya miezi 3 na atafanya miezi 4 au wiki 2 ni 20,000. Kwa sababu hayo sasa yako nje ya uwezo wa mfumo. Mfumo sasa huwezi kuyumbisha huyu awe wa mwezi mmoja shilingi ngapi, huyu wa miezi 3 shilingi ngapi. Hapana. Ni bei ilishushwa ikaonekana kwamba gharama hii iwe ni 20,000 kwa wote.
Okay. Na mwanafunzi huyu awe ni mwanafunzi anayekwenda kufanya mafunzo kwa vitendo kwenye ofisi au chombo cha habari chochote akiwa anatokea chuo cha uandishi wa habari. Okay. Na hii yote inajumuisha vyuo vya serikali na vyuo vya binafsi? Vyote. Okay. Vyote. Nafikiri kwangu mimi, na kama nitakuwa na lolote nitawatafuta. Labda kama una chochote kwa sekunde chache, na pia kaka Mawazo hapa ponge malizia tu. Mimi nimalizie tu kwamba kwenye msisitizo kwenye barua ile ya kuomba utambulisho imeandikwa na mkuu wa taasisi au HR yoyote yule, lakini kumtambulisha huyu anayeomba ithibati ya kupata kitambulisho, basi ielekezwe moja kwa moja kwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya ithibati. Mkurugenzi mkuu ndio tu. Bodi ya ithibati ya waandishi wa habari, SLP 5455 Dar es Salaam. Ikielekezwa hivyo, maana yake itafika hapa na imeletwa hapa. Na si vinginevyo, maanake mtu mwingine anaweza kukuta nakosea barua, kumbe alisahau alikuwa anaandika kwa ajili ya kuomba kitambulisho cha NIDA, alafu anajikuta anaileta kwetu. Kidogo mfumo unashangaa kidogo. Ukiona mfumo umestaki, ujue ukifuatilia unagundua kwamba kumbe kuna shida, mtu ameweka kitu ambacho mfumo unashangaa hii ni nini. Okay. Hakuna sehemu ya NIDA hapo, bora umegusia, maana hiyo hapo pana. NIDA ipo. NIDA ipo. Kama raia, utaifa, ukitoka tu utaifa, nchi ya kuzaliwa, utaifa, alafu pembeni yake hebu tuwekee namba ya NIDA pale. Kama mtu ana namba ya NIDA anaweza kuweka ya passport? Anasisitizwa sana awe nayo. Kwa hiyo inawezekana pia ukaona hii chelewa kuna watu hawana namba. Anasisitizwa sana tena na sheria ya nchi. Kila Mtanzania ataweka kopi ya kitambulisho cha NIDA ama namba tu? Ni namba, kuna sehemu ya kujaza namba. Namba tu. Kama atajisikia kuweka na kopi, mfumo hautakataa, lakini namba ile kuna sehemu ya kujaza. Okay. Inawezekana kuna watu hawana NIDA wako kwenye mchakato. Wako kwenye mchakato, mtuongeze muda tu. Yes, kwa kumalizia, dadangu Rema Mpagama, wakili mwandamizi wa serikali, una lipi hasa la kisheria ambalo sisi waandishi tusilichukulie mchezo? Usilifunike, weka wazi tu tujue. Asante. La kisheria zaidi ni kuhusiana na vyeti vinavyowasilishwa. Tunasisitiza, ni rai ya bodi, waandishi wote waweze kuwasilisha vyeti vya diploma ambavyo havijagushiwa ama vyeti vya degree vinavyohusiana na masuala ya uandishi wa habari. Lakini mwisho kabisa, nilikuwa naomba makundi yote maalum, wapiga picha, wahariri, reporters, news producers, watangazaji wa redio, wa television, freelancers wote waweze kutambulika, wafanye maombi, wawasilishe maombi. Huu mfumo bodi ya ithibati ya waandishi wa habari ni kwa ajili yao, na moja ya jukumu lake ni kutoa mafunzo yanayohusiana yote na elimu kwa waandishi wa habari. Na tuchukulie wale wenye vipaji wanaotangaza baada ya tarehe 22 Juni, hatua gani za kisheria mtazichukua kama wataendelea kutangaza? Asante. Sheria kupitia kifungu cha 19 ya sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 imeeleza wazi, mtu hatakiwi kufanya shughuli za uandishi wa habari bila kuwa na press card, bila kupata ithibati. Kwa hivyo mtu atakayefanya shughuli kama hizo, ina maana ni yeye mwenyewe anajitia msiba wake yeye mwenyewe kuanzia baada ya tarehe 22. Sahihi. Kwa hiyo hatua zitakazochukuliwa ni yeye mwenyewe, atakutana nazo hapo kwa wakati husika, sababu sheria imekataza. Kwa hiyo ina maana yeye anakuwa anaenda kinyume kufanya kazi bila kuwa na ithibati ama press card pia kitambulisho. Okay, na swali langu lilikuwa deadline ni tarehe 21, ikifika 22 pale Juni, au mtatoa kipindi cha jamani ama inakueje? Hapana, kama muda umetolewa, tunaamini waandishi wa habari swala hili sio geni, na walikuwa wanajua kwamba bodi ya ithibati ya waandishi wa habari itakuja kuundwa. Kwa hiyo sio kitu kigeni. Kwa hiyo mtu anayechelewa
anakuwa na yeye labda na sababu zake. Na ndio maana kama unakumbuka nilisema swala la kuomba ithibati na kitambulisho ni swala la mtu binafsi, sio la kigenge. Kama inavyofika jioni kila mtu anaingia nyumbani kwake, vivyo hivyo na kwenye maombi, kila mtu aombe maombi yake yeye binafsi. Tuchukulie mtu na kurudisha hapa, na especially kwenye elektroniki ndo kuna shida. Tuna shida hiyo, maana tumechanganyika kwenye media karibu zote, kubwa ndogo, tumechanganyika. Mtu tuchukulie ameanza kusoma chuo sasa hivi, anaruhusiwa kutangaza, yani yule ambaye ana kipaji namzungumzia. Sheria inasema wazi, mtu anayetakiwa kufanya kazi za uandishi wa habari lazima awe na diploma au degree. Na kama mtu anakuwa na kipaji sio dhambi na ni jambo jema tu, lakini kuna misingi ambayo inatakikana mtu aweze kuifahamu inayohusiana na masuala ya uandishi wa habari. Aidha iwe katika utangazaji, katika kuandika. Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza watu wasome, wawe na taaluma. Kipaji hicho akiongezea pamoja na elimu anayoipata kule vyuoni, basi atakuwa ni mtu mwenye kutumia vizuri kipaji chake kwa manufaa ya jamii ya Tanzania na nchi nyingine. Kwa hivyo sisi tunasisitiza kipaji pekee yake hakitoshi kufanya kazi za uandishi wa habari. Tunashauri mtu mwenye kipaji akaongezea elimu yake. Na uzuri serikali ilikuwa iliona swala hili. Maana sheria ya huduma ya habari ilitungwa mwaka 2016. Kwa hiyo watu walipewa muda mzuri wa kwenda kujiendeleza kwa ajili ya kusoma, kupata hivyo sifa na kuwa na sifa. Sawa. Na kuna kitu kimoja, makameramani hao nao level ianzie diploma ama kameramani kumaanisha na watu wa photography? Of course makameramani, watu wa production, mara nyingi mtu anaweza tu akawa amemaliza form 6 akaenda kusomea production. Nao umewaweka kwenye kundi moja na la kuanzia diploma? Umesema umezungumza kusomea production. Production ni masuala yanayohusiana na uandishi wa habari. Hatuletee diploma hiyo production, hatuletee degree hiyo production. Ni sheria, ni twako la kisheria, sio sisi. Ni sheria ndio inayotoa maelekezo hayo. Ndio, kwa hiyo Bwana Ima, umejisikia huko? Tunaomba, tunasisitiza ambaye hajasoma akasome. Shule haina mwisho, elimu haina mwisho, vyuo vipo, watu wakasoma. So mimi nashinda studio naijua kamera nini hizo vitu. Hizo janja hazitakiwi sasa hivi. Okay. Wakaongezea elimu. Asikuwa na elimu. Asante sana. Mimi niwashukuru sana. Kwa na lolote nitapiga simu nitauliza. Asante, karibuni sana. Asante, nashukuru sana kwa ufafanuzi. Asanteni sana na kazi njema pia. Yes. Mtazamaji wa Sat Media, umepata kuwasikia wageni wangu hapa, nimeagana nao nikiwa ofisini kwao. Nilikuja hapa kupata mawili matatu, na hasa baada ya waandishi kuwa kwenye mijadala katika magrupu yetu ya WhatsApp na nje ya hapo kwenye newsroom zetu kwamba inakuwaje hii bodi ya ithibati, wameweka vitu vingi katika vigumu, lakini tumepata maelezo hapa. Kwa hiyo ni jukumu letu kuingia kwenye mfumo na kujisajili, na ukiwa na press card ndiye utatambulika kama ni mwandishi hasa. Hata kama una vyeti vya degree, usipoingia kwenye mfumo hautatambulika. Lakini nilichokipata hapa pia ni kwamba wale makameramani ambao wana vipaji vya kutumia kamera nao wanatakiwa waanzie diploma hiyo production yao, na pia waandishi tuanzie diploma na kuendelea PhD, na kama kuna elimu nyingine zaidi ya hapo wewe tu unatakiwa uanzie diploma. Kwa kila mtu aende shule, na wale wanaotangaza kwenye electronic media kwa vipaji nao wanatakiwa waende shule, alafu ndio watarudi ili wajue misingi ya uandishi wa habari. Basi kwa niaba ya kameramani wangu Emmanuel Paul, naitwa Belinda Semtandi. Endelea kuangalia vipindi vingine vya hapa Sat Media.